Kisasi cha Iran unaweza ukasema ni kibaya mno, kwani siku ya leo baada tu ya kushambuliwa na Marekani na Israel, Iran ilifanya mashambulizi katika nchi zote za Ghuba ya Kiarabu, mataifa ambayo ni washirika wa Marekani ambayo pia yana ngome za kijeshi za Marekani. Mataifa kadhaa ya Ghuba ya Kiarabu yalisema yalilengwa na makombora ya Iran siku ya Jumamosi baada ya Tehran kuahidi kulipiza kisasi kizito dhidi ya mashambulizi ya Marekani na Israel na kuleta mzozo katika sehemu ya ulimwengu wa Kiarabu ambayo inajivunia usalama wa ujamaa. Vyombo vya habari vya serikali katika Umoja wa Falme za Kiarabu vilisema mtu mmoja ameuawa huko Abu Dhabi. Huko Kuwait, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan ambazo zote zina uwepo wa jeshi la Marekani zimesema kuwa zimezuia makombora ya Iran. Maeneo yote yanayokaliwa kwa mabavu na kambi za uhalifu za Marekani katika eneo hilo zimeshambuliwa na mashambulizi makali ya makombora ya Iran. Operesheni hii itaendelea bila kuchoka hadi adui atakaposhindwa kabisa, walinzi wa mapinduzi ya Iran wanasema. Hata hivyo, Iran imesema itasababisha maumivu makubwa katika maeneo yote ambayo yana ngome za kijeshi za Marekani. Nchi ya Bahrain imethibitisha shambulio ndani ya ardhi yake na kusema kituo cha huduma cha meli ya 5 ya Marekani kilishambuliwa, ambazo zimerushwa na Reuters zimeonyesha moshi mwingi wa kijivu ukipanda karibu na pwani ya kisiwa hicho kidogo, huku ving'ora vikiendelea kulia. Milio mikali inasikika kote Abu Dhabi, kulingana na mashahidi waliokuwemo wakiambia Reuters. Baadhi ya wakazi wanapokea taarifa za simu zikiwaambia wajikiti katika majengo yaliyo karibu zaidi, na mashahidi wanaiambia Reuters kwamba bado wanasikia milipuko mfululizo inayosababisha madirisha yao kutetemeka. Umoja wa Falme za Kiarabu unadai umefanikiwa kunasa makombora kadhaa ya Iran, shirika la habari la serikali limeripoti. Mamlaka yenye uwezo nchini inashughulikia kuanguka kwa vipande kwenye eneo la makazi katika jiji la Abu Dhabi ambalo lilisababisha uharibifu wa nyenzo na kifo cha mtu mmoja. Mamlaka za usafiri wa anga katika maeneo karibia yote Mashariki ya Kati wameamua kuzuia juu ya safari za ndege kutoka na kuingia. Hali kimsingi katika eneo la Mashariki ya Kati ni ngumu mno baada ya mashambulizi yaliyoshuhudiwa ya kisasi cha Iran. Kisasi cha Iran kimesababisha wasiwasi mkubwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Kila nchi inaona sasa kwamba hali imekuwa ni tofauti na kile ambacho walidhani. Jordan pia imekiri kupokea mashambulizi kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Yaani ni kwamba karibia mataifa mengi katika eneo la Mashariki ya Kati yamekutana na dhoruba kutoka katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile ambacho wanasema ni kisasi dhidi ya Marekani na Israel. Lakini mashambulizi makubwa yanadaiwa yamefanywa katika nchi ya Israel, ambapo shughuli za kijamii zote zimeshazuiwa baada ya tangazo la Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu baada ya kusema kwamba sasa wameingia vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile ambacho anasema ni kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia wakati wote. Utayafahamu mengi yanayojiri duniani, hasa wakati huu wa vita kati ya Iran dhidi ya Marekani pamoja na Israel.